Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini ya kwamba umzima popote pale ulipo na ukiendelea kuifuatilia Mahasin. Karibu sana. Hivi sasa ni wasaa kapu la habari, kwenye fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa namba mijiri kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Kabla ya yote, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atoa maagizo TANROADS ukarabati wa barabara na madaraja. Waumini wa dini ya Kiislamu wahimizwa kutumia wepesi uliopo kuisoma dini yao. Na katika rubaa za kimataifa, rais wa zamani wa Marekani Joe Biden akosoa uharibifu wa Trump wa mashirika ya kijamii. Na mtazamaji wa Mahasin TV, sambamba na kutufuatilia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, vile vile matangazo haya unaweza kuyapata kupitia akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV Official. Karibu tulianze kapu la habari moja kwa moja. Tulianze kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa na kwa siku leo tukianzia mkoani Lindi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewaagiza mameneja wa wakala ya barabara nchini TANROADS kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye madaraja na makalavati yote ya barabara kuu nchini ili kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na mvua zinaponyesha. Rajab Shaban Matuga ana masimulizi ya taarifa hii. Kila meneja wa TANROADS Tanzania ni wajibu wake na wafanye hivyo, kuyatembelea madaraja yote kila baada ya mvua kunyesha na kutembelea na makaravati yote. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa agizo hilo alipokagua maendeleo ya ukarabati wa madaraja katika maeneo ya Matandu na Somanga Mtama, wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, katika barabara kuu ya Dar es Salaam Lindi yaliyokuwa yamekatika kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha. Fedha ambayo tunawatengea ukaguzi wa madaraja na karavati itumike kwa wao wenyewe kupita kila baada ya mvua zikinyesha, waje wajiridhishe kama kipenyo kimebaki vile vile. TANROADS mkoa wa Lindi ndio mwathirika mkubwa, wahamie hapa, wajenge kambi hapa, waishi hapa, waishi Somanga, waishi pale ya Tatu, waishi na Ngurukuru, ili wawe wanafuatilia mwenendo wa maji kutoka huko milimani na kuhakikisha kwamba barabara zetu zinabaki kuwa salama. Pale ambapo zinaharibika, maeneo ambayo hayana mkandarasi, wao wafanye kazi hiyo mara moja. Waziri Mkuu amesema serikali ina mpango wa muda mrefu wa kujenga upya barabara ya Dar es Salaam Lindi Mtwara kwa viwango hivyo. Ujenzi wa madaraja ni hatua ya awali ya mpango mkakati huo. Tumetenga fedha ya kilomita kama 100 hivi ambazo wataalamu wetu wanashauri tuweke, tubandike viraka. Hapana, tuamue tujenge eneo kama ni kilomita 100, tulijenge kilomita 100, tujue 100 zimeisha na nyingine ziendelee kufuata hivyo hivyo, na huo ndio mpango ambao tunao kwa sasa. Kwa hiyo nitoe faraja kwa wenyeji, nitoe faraja kwa abiria, nitoe faraja kwa wasafirishaji kwamba hakuna shughuli itasimama wakati serikali yetu ipo. Kwa upande wake, waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amesema mpaka sasa mkandarasi ameshaweka nguzo 23 kati ya 43 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la kudumu kwenye eneo la Somanga. Jitihada ya kwanza ambayo ilisimamiwa na wataalamu wetu wa serikali kushirikiana na kampuni hili la mkandarasi ni kwamba tulishusha mawe
kwa sababu hapa palikuwa na makontena. Tulishusha mawe zaidi ya gari 100, mawe makubwa kama haya yaliwekwa hapa ili kuweza kustabilize na watu waweze kupita juu, na kweli magari baadaye asubuhi yaliweza kupita juu. Lakini wataalamu wameendelea kufanya jitihada. Moja, wameweka tunaita anko, yani culverts za chuma zimewekwa hapa kupitisha maji ili kuondoa yale mawe ziko hapa chini. Tumeweka anko takriban 20. Katika hatua nyingine, waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua daraja la Kigongo kuelekea Busisi mkoani Mwanza mnamo mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Waziri Ulega amesema hayo Jumanne Aprili 15, 2025 bungeni jijini Dodoma wakati akichangia mjadala wa bajeti ya waziri mkuu. Akizungumzia mafanikio ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 katika ukamilishaji wa miradi mikubwa ya kimkakati, Waziri Ulega amesema kwanza matumizi ya daraja hilo kutaandika historia ya matumizi ya vivuko katika eneo hilo. Tunafahamu ya kwamba ni kiu ya Watanzania kuona kwamba jambo hili sasa linafunguliwa na linaanza kutoa huduma. Ni matumaini yetu mwezi wa 5 mwaka huu daraja la Kigongo Busisi, panapo majaliwa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atakwenda kulifungua, na hapo itakuwa ndio mwanzo na mwisho wa kuandikwa na kuelezwa historia ya matumizi ya vivuko. Habari ya vivuko katika eneo hili, tunavichukua vivuko vile tunavitafutia maeneo mengine ya kwenda kuvipeleka. Hayo ni mafanikio makubwa ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ni mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6. Rais Samia alilikuta daraja hili likiwa 20% tu ya utengenezwaji wake. Kazi kubwa ameisimamia, kazi kubwa ameifanya, na sasa kazi ile imekwenda kukamilika. Daraja la Kigongo Busisi maarufu kama daraja la GPM lenye urefu wa kilomita 3 ni kati ya madaraja makubwa Afrika Mashariki na Kati, likiunganisha mkoa wa Mwanza na Geita. Kukamilika kwake kwenda kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wananchi wa kanda ya Ziwa. Na mtachane na taarifa hiyo, na sasa moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam. Waislamu nchini wametakiwa kuacha kuweka ugumu katika kuisoma dini yao kwa kuwa zama hizi tulizo nazo kumerahisishwa katika utafutaji wa elimu, hivyo hakuna sababu za kutoisoma dini yao. Taarifa yake Abdallah Matotola kutokea jijini Dar es Salaam inasomwa hapa studio na Hilali Seifuriami. Rai hiyo imetolewa kwa nyakati tofauti na wahadhiri wa dini ya Kiislamu na wakufunzi wa elimu ya dini kupitia programu ya masomo mtandaoni Africa Academy Swahili baada ya mahafali ya kwanza kwa wanafunzi waliohitimu ngazi ya shahada, yani diploma. Ni muhimu watu wasome, waache ajizi, kwa sababu elimu imekuwa ni nyepesi. Elimu imekuwa ni nyepesi, popote ulipo elimu uko nayo, na wasomeshaji alhamdulillah wamekuwa na moyo wa kuweza kuitoa elimu yao na kutenga muda kama hivyo. Package ilikuwa imeandaliwa japo ni kubwa, lakini si kubwa sana kwa sababu kilinganisha na muda wa mwaka mzima, lakini ni kitu ambacho kinawezekana, na ndio maana tunaona alhamdulillah leo tumetoa matunda au zao namba 1 na vijana wako vizuri. Kwa hiyo tunasema watu waache ajizi, wasome dini yao kwa sababu wepesi umekuwepo. Uzuri uliopo kwenye programu hii, kuna wepesi kwa mwalimu na kuna wepesi kadhalika kwa mwanafunzi. Kwa maana gani? Mwalimu anatafuta muda wake, anaandaa package yote ile, inarekodiwa kwa pamoja. Inawezekana labda ni package ya miezi 5 au miezi 6, inarekodiwa kwa pamoja, lakini pia inafikishwa kwa wanafunzi kwa awamu ya kupitia kipindi hicho. Inawezekana ndani ya wiki nzima kwa mfano. Kwa hiyo mtu anatumiwa kipindi kimoja chenye nusu saa ambacho kipo kwenye video, kipo kwenye maandishi kama kitabu. Naamini ndani ya wiki mtu huwezi ukakosa muda huo kwa ajili ya kupitia hicho kitu kidogo. Kwa hiyo wepesi hakika ni mkubwa sana. Sio yale masomo ya bandika bandua kwamba hapo kwa hapo. Hii kidogo ingekuwa ina ugumu, lakini jinsi walivyoiandaa ina wepesi mkubwa sana kwa yule anayefundisha na ina wepesi mkubwa sana kwa yule ambaye anajifunza. Kwa hiyo mtu asiogope.
Zaidi ya wanafunzi 6,000 wameshiriki katika mafunzo hayo, wito ukitolewa kwa Waislamu kutoka nchi zinazozungumza lugha ya Kiswahili kujiunga kwa wingi katika awamu ya pili. Kwa mwaka huu ambao sisi kwa nchi zinazozungumza Kiswahili ambazo zimetajwa ni nchi 8, walishiriki ni 6,000, ambazo ni kidogo kikompea, ambayo Nigeria wanashiriki watu 26,000 na Ethiopia wanashiriki watu 28,000. Na sisi naomba nchi hizi 8 zitoe washiriki wengi tuweze kushiriki, tuweze kushindana na nchi zile, kutoa washiriki mbalimbali katika haya masomo haya ambayo ya faida, kwanza ni faida kwako na faida kwa jamii na faida kwa taifa. Kwa hiyo tunaomba watu wengi zaidi washiriki katika haya masomo. Waliokosa fursa kwa awamu hii, leo tumemaliza hii mahafali, imezinduliwa awamu ya pili. Kwa hiyo nitoe wito maalum kwa wale ambao wamepitwa na awamu ya kwanza wajiunge na awamu hii ya pili, lakini vile vile kwa wale walioshiriki awamu ya kwanza pia ni fursa kwao kujiendeleza kushiriki awamu ya pili. Naamini hata kana masomo yatarudiwa yale yale, lakini uwasilishaji inawezekana ukawa tofauti na ule uliopita. Kwa hiyo tusiendelee kuchoka, na elimu haina mwisho. Kwa hiyo yule ambaye amepitwa na awamu ya kwanza asipitwe na fursa hii, na yule ambaye alishiriki awamu ya kwanza naamini ashakuwa mzoefu, akiingia kwenye hii ya pili kwake itakuwa ni nyepesi mno. Mmoja wa wahitimu wa mafunzo hayo ya mtandaoni, Bi Bahati Amejuma, mtumishi wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, afisa afya na mazingira katika hospitali ya Kivunge, anaeleza namna alivyofanikiwa kuhitimu masomo yake kuwa mmoja wa wanafunzi waliofanya vizuri. Na raha ya chuo chetu Africa Academy Swahili kimetupa nafasi. Wao wakishatuma mada, wewe ni mwenyewe unajichagulia muda wako, muda gani ambao utafanya mazoezi. Sasa muda ni distance kutoka nyumbani mpaka kazini ni masafa kidogo. Naweza ngakaa saa 1 katika kazi, basi muda ule nitakuwa nipo free na kuwa katika gari au mwenyewe na kuwa naangalia baadhi ya durusu zangu ambazo haziko vizuri. Na pia kwa njia nyingine ambayo nilikuwa naipenda zaidi mie ni njia ya kuangalia. Inapofika saa 1:30 za usiku, Africa TV Swahili wanakuwa wanatuma somo la mada ile. Hasa inakuwa ni wepesi, tunajikusanya nyumbani na familia, tunasoma kwa pamoja. Namshukuru sana Hilali Sifuriami kwa masimulizi ya taarifa yake Abdallah Matotola kutokea jijini Dar es Salaam. Vile vile kongole kwa wanafunzi wote ambao wameweza kuhitimu masomo hayo, nami nikiwa miongoni mwa wanafunzi hao ambao wameweza kuhitimu elimu ya masomo ya kisheria katika ngazi ya diploma katika chuo cha Africa Academy Swahili. Tuachane na taarifa hiyo na sasa moja kwa moja tuelekea mkoani Mara. Wanafunzi zaidi ya 100,000 katika halmashauri ya wilaya ya Tarime mkoani Mara wanataraji kuondokana na adha ya changamoto ya kukaa chini wakati wa masomo kufuatia mgodi wa Bariki North Mara kutoa zaidi ya shilingi milioni 800 kutekeleza mradi wa ujenzi wa madawati zaidi ya 5,700 pamoja na seti ya viti na meza zaidi ya 3,600. Taarifa kamili na Hilali Sifuriami. Moja ya shule iliyonufaika na mradi huo wa utengenezaji wa madawati ni shule ya sekondari Ingwe, ambayo imekabidhiwa seti ya viti na meza katika hafla ya kukabidhi madawati 310 na seti ya viti na meza 295. Kupatikana kwa madawati kuna mchango mkubwa kwa wanafunzi, maana kuna mfanya mwanafunzi apate hamasa kusoma zaidi kuliko anapokuwa anakaa chini na kuwa inamkatisha tamaa yeye katika usomaji wake na kufaulu kwake kwa mitihani. Lakini madawati kwa yamepatikana anamfanya mwanafunzi aweze kupata hamasa kufanya vizuri katika masomo yake na mitihani yake pia. Napenda kushukuru sana mgodi wa Bariki kwa maana umetusaidia sana na tunauahidi mgodi kutoa matokeo mazuri kwa maana umetusaidia sana. Tunashukuru sana. Imekuwa muhimu sana kwa maana wanawasapoti wanafunzi katika usomaji wao na kufaulu vizuri katika masomo. Mgodi wa Bariki North Mara umekabidhi vifaa hivyo ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa wajibu wa shirika kwa jamii CSR. Mradi wa kutengeneza madawati 5,765 na seti ya viti na meza 3,647 umepewa kipaumbele kutokana na uhitaji mkubwa wa thamani hizo katika shule za msingi na sekondari. Hata hivyo, mradi huu unatekelezwa na wakandarasi 4 ili kuweza kukamilisha kwa wakati. Mpaka leo tuna jumla ya madawati 890 ambayo tayari yameshatengenezwa, na hapa mbele yapo madawati 310 na seti ya viti na meza 295. Viongozi wilayani Tarime wamesema hatua hiyo ni kufuatia kuendelea kuboresha mahusiano mazuri yaliyopo baina ya wananchi,
mgodi na serikali licha ya changamoto mbalimbali zinazoendelea kujitokeza. Kwa tumeboresha mahusiano. Sisemi kwamba hakuna changamoto, zipo. Kwa mfano ya habari ya fidia, kuna maneno yanazungumzwa, watu wanataka bei kubwa, ni mjadala. Lakini hiyo ardhi, sheria inayotumika ni ya serikali. Tumesema bungeni tuboreshe sheria ile ili fedha inayolipwa kwenye fidia ya ardhi iongezeke. Siku bunge likikubali na serikali ikaridhia kwamba sasa ekari moja italipwa milioni 10, mgodi utalipa milioni 10. Changamoto ya uvamizi wa mgodi ipo, lakini tumeipunguza kwa kiasi kikubwa kwa kufanya mazungumzo, kuongea na wananchi, lakini pia kuongea na ndugu zetu wa mgodi. Niwapongeze vyombo vya ulinzi na usalama, wanafanya kazi nzuri sana. Tutaendelea kusimamia hii miradi yote ambayo inaenda kutekelezwa kwa kupitia mpango wa CSR. Kati ya miradi 101 tunakuja kuzindua wewe kama mkuu wetu wa mkoa utengenezaji wa madawati ambayo yamegharimu fedha nyingi zaidi ya milioni 800. Tunaendelea kwa kiwango cha taratibu, lakini kila wiki tumejiwekea utaratibu. Tutakuwa tunapokea madawati na nakwenda moja kwa moja kwenye mashule ili kutatua zile changamoto za upungufu wa vikalio kwenye maeneo yetu. Akipokea na kukabidhi madawati, meza na viti hivyo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anaeleza namna mradi huu wa utengenezaji madawati, viti na meza ulivyoibuka. Nilienda kutembelea maeneo mbalimbali ya wilaya ya Tarime. Nikafika kwenye ujenzi ule wa shule inayoendelea pale Ingwe. Kwa nilipofika pale nikatamani kuingia darasani. Nilichokikuta mle kilinishtua. Watoto wangu wazuri hawa walivyopendeza, baadhi yao walikuwa wamekaa chini. Sema haiwezekani. Kwa nilitoa mwezi mmoja, madawati yao yamepatikana shule zote, na si madawati tu, yawe ni madawati ya viwango. Nilisema kabla sijaanza kuongea ni akague kwanza. Kama viwango vyake vingekuwa haviridhishi, hapa pangechimbika. Mradi huo ni miongoni mwa miradi 100 inayotekelezwa katika vijiji mbalimbali katika halmashauri ya wilaya ya Tarime kupitia fedha za uwajibikaji shirika kwa jamii zilizotolewa na mgodi wa Barrick North Mara. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Masudi Ali Muhamedi amemtaka mkandarasi kikosi cha zimamoto na uokozi anayetekeleza ujenzi wa soko la Chuini kukamilisha ujenzi wa mtaro ili soko hilo lianze kutumika. Kwa tumemtaka mjenzi anayejenga mtaro na mjenzi ambaye amepewa dhamana ya kujenga barabara waweze kukamilisha maeneo hayo ili soko hili liweze kuanza kutumika. Akikagua ujenzi wa soko hilo ambao umeshakamilika kwa 99%, Waziri Masudi amehimiza kuharakishwa ujenzi wa mtaro na barabara inayolizunguka soko hilo ili kuepusha athari zitokanazo na mvua zinazoendelea. Lengo la ziara hii ni kuja kutembelea soko letu la Chuini ambalo limeshakamilika kwa 99.9. Tunachosubiria kwa sasa ni kuona kwa maana hatua ya ujenzi wa mtaro unakamilika pamoja na ujenzi wa barabara iliyokuwa nyuma ya soko, ikiwa hizi ni hatua za mwisho kuhakikisha soko hili linazinduliwa ama linafunguliwa na kuanza kufanya kazi. Lakini jambo jingine tumekuja kuangalia kwamba kama kuna athari yoyote ambayo imetokea katika kipindi hichi ambacho mvua za masika zinaendelea katika soko letu hili. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana hakuna chochote kilichotokea kibaya kwa ajili ya soko letu hili. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeendelea na jitihada ya kujenga masoko yenye ubora ili wafanyabiashara waweze kuuza bidhaa zao katika maeneo rafiki na salama ili kuondokana na kuendesha shughuli zao pembezoni mwa barabara. Nichukue nafasi hii kuwataka sasa wananchi wote ambao wanafanya biashara zao pembezoni mwa barabara, baada ya soko hili kukamilika, kuondoka katika maeneo hayo na kuingia ndani ya soko hili ili kuziacha barabara zetu zikiwa salama zaidi na kutumika kwa matumizi yaliyokusudiwa. Nako kisiwani Pemba, afisa mdhamini wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Dr. Salim Mohamedi Hamza amesema wizara itaendelea kusimamia nguzo muhimu kuendeleza uchumi wa buluu ikiwemo uvuvi na ufugaji wa mazao ya bahari ili kuongeza vyanzo vya mapato ya jamii na taifa. Taarifa yake Juma Saif inasoma hapa studio na Hilali Sifriami. Akizungumza na wadau wa utalii katika ukumbi wa kilimo Weni, Dr. Hamza amesema ili kufikia azma hiyo ni lazima wadau wote wa utalii kushirikiana pamoja kutunza mazingira bahari.
Sasa sisi ambao tunafanya kazi katika maeneo haya ya utalii, tour guides, lakini pia wenye mahoteli, lazima kwa pamoja tushirikiane ili kufanya bahari ambayo tunaitegemea sote iwe kwa salama. Watalii watakapokuja wafili kama kuna jambo la kufanya huko, lakini na sisi watekeleza sera lazima kuna vitu tujikaze ili tuhakikishe kwamba yote yanaenda sambamba. Watekelezaji na watekelezwaji lazima tuhakikishe kwamba tunashirikiana. Meneja msaidizi wa hifadhi ya bahari kisiwani Pemba, Shafi Khamis Sudi, amesema utalii wa bahari ni moja ya nguzo za uchumi wa buluu, wito ukitolewa kufanyia kazi yale yote yaliyoazimiwa kupitia kikao hicho. Miongoni mwa pillars kama zilivyozungumzwa kwenye Blue Economy Policy ni huu utalii wa ekolojia ambao watu wanaingia katika maeneo kwa ajili ya kufanya utalii wa bahari. Kwa hiyo ni eneo ambalo lipo na matumizi yake yanaonekana. Lakini pia ndani ya peka kuna viumbe tofauti ambao vimetajwa kwa mujibu wa GMP tofauti. Kwa mfano, kuna pombo ndani yake, kuna kasa ndani yake. Workshop hii iwe ndio darasa la kufanya nyinyi murudi mkae chini mchague, kwa sababu hili mnakuwa mna ugumu nalo. Mnasikiliza vizuri, lakini ukifika kule bado unaendelea kufanya kazi mtu mmoja, na hiyo inapelekea hata bei inakuwa haina msimamo, kwa sababu hamna uongozi. Huyu atakwambia atapeleka mgeni kwa $30, yule atakwambia kwa $50, yule atakwambia hata $15. Hivi $15 wewe mafuta umeokota? Kwa upande wao, baadhi ya wadau walioshiriki kikao hicho wamesema mikutano kama hiyo inawakumbusha majukumu yao katika kuitunza bahari kama moja ya chanzo muhimu cha utalii wa Zanzibar. Wanageni wanakuja, lakini wageni wakija nini wanataka kuona? Wanataka kuona bahari, wanataka kuona bichi zilizo safi, wanataka kuona matumbawe yaliyo na samaki wingi. Yani tunazungumzia bahari iliyo na afya. Namshukuru sana Hilali Sifuriami kwa taarifa hiyo kutokea kisiwani Pemba. Na mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo inatutumatishia kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Namni kushukuru sana tena sana mtazamaji kwa kuendelea kulifuatilia kapu la habari, na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kupata mkusanyiko wa habari za kimataifa kama ambavyo yanaletwa kwenye masimulizi na Hilali Sifuriami. Katika rubaa za kimataifa tunaanzia huko nchini Sudan. RSF na washirika wake tayari walikuwa wamesaini hati ya mpito mwezi Februari nchini Kenya inayojumuisha katiba mpya na baraza la urais lenye wajumbe 15 kutoka kanda mbalimbali kama ishara ya umoja wa hiari. Miaka miwili tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Force RSF kimetangaza kuunda serikali yake inayopingana na ile inayoungwa mkono na jeshi la taifa. Tangazo hilo limekuja wakati Sudan ikiendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu uliosababisha vifo vya maelfu na kuwafurusha watu milioni 13 makwao kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Daglo ametangaza kupitia telegramu kuanzishwa kwa serikali ya amani na umoja, ikidai kuwa ni muungano mpana unaoakisi matakwa ya wananchi.
Serikali hiyo inajengwa juu ya katiba ya mpito waliosaini na washirika wao mwezi Februari nchini Kenya, ambayo inajumuisha baraza la uraisi lenye wajumbe 15 kutoka kanda zote za nchi. Wachambuzi wanaonya kuwa hatua hii inaweza kuifanya Sudan kugawanyika kabisa, hasa kwa kuzingatia nguvu kubwa ya RSF katika eneo la Darfur na ukosefu wa matarajio ya amani ya karibu. Kwingineko, huko Mashariki ya Kati, shambulio la angani la Israel limepiga lango la hospitali ya Kuwait katika eneo la Muasi na kusababisha kifo cha mhudumu wa afya na kujeruhi wengine 9 wakiwemo wagonjwa waliokuwa wakitibiwa. Wakati huo Hamas imedai kupoteza mawasiliano na walinzi wa mateka wa Israel na Marekani Edan Alexander baada ya eneo walilokuwamo kushambuliwa. Katika mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Netanyahu amesisitiza kupinga kuundwa kwa taifa la Palestina. Wakati mashambulizi dhidi ya hospitali yakiendelea, Israeli imekuwa ikidai kuwa Hamas hutumia vituo vya afya kwa shughuli za kijeshi, lakini wahudumu wa afya wamesema madai hayo hayana msingi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, watu zaidi ya 51,000 wamepoteza maisha huku makumi ya maelfu wakiendelea kukimbia mashambulizi. Na tunahitimisha habari za kimataifa kwa taarifa kutoka nchini Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden ameikosoa vikali serikali ya Donald Trump kwa kile alichokiita uharibifu wa haraka wa mashirika ya kijamii, akisema hatua hiyo itaathiri zaidi wa Marekani milioni 65. Katika hotuba yake ya kwanza kubwa tangu aondoke Ikulu, rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alishambulia vikali mabadiliko ya haraka ya serikali yanayoendeshwa na Donald Trump, akidai kuwa juhudi hizo zimeathiri vibaya shirika la usalama wa jamii na kuweka hatarini mafao ya uzeeni na ulemavu kwa mamilioni ya Wamarekani. Akizungumza katika kongamano la haki za watu wenye ulemavu mjini Chicago, Biden alisema wafanyakazi 7,000 wa idara ya usalama wa jamii tayari wameondolewa kazini, huku huduma muhimu kama tovuti ya shirika hilo zikiathirika vibaya. Biden, ambaye aliacha kuwania urais kutokana na umri na wasiwasi wa kiafya, alionekana kukumbwa na changamoto ya kutamka baadhi ya sentensi, hali iliyotumiwa na Trump kumkejeli kwa kuchapisha video ya hotuba hiyo mitandaoni. Akilenga kushinikiza mabadiliko, Biden alisema mamilioni wa Marekani hutegemea mafao hayo kwa maisha ya kila siku na kuonya kuwa kuyakata kutasababisha madhara makubwa kwa familia zisizo na msaada wa kifedha. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kabla hatujaweza kutia utuo katika kapu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atoa maagizo TANROADS ya ukarabati wa barabara na madaraja. Waumini wa dini ya Kiislamu wahimizwa kutumia wepesi uliopo kuisoma dini yao. Na katika rubaa za kimataifa, rais wa zamani wa Marekani Joe Biden akosoa uharibifu wa Trump wa mashirika ya kijamii. Namni kushukuru sana tena sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuweza kulifuatilia kapu la habari kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saad Suleiman ambaye nimesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari za nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Hilali Sefuriami. Kwa niaba ya timu nzima ambayo tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuliandaa kapu la habari, nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Na kabla ya hapo tupate utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA kwa saa 24 zijazo. Holigani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wastani unatarajiwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua inaambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache inatarajiwa, hususan katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na maeneo ya pwani ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro. Maeneo ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi,
mvua katika maeneo machache, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu kwa ujumla. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na yale yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, halikadhalika na maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua inaambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Arusha, Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma pamoja na mkoa wa Singida, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua katika siku 4 zijazo. Mkoa wa Dodoma inatarajiwa kuwa na vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza, mvua na ngurumo inatarajiwa katika siku 4 zijazo, na kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mkoa wa Mbeya, vipindi vya mvua navyo vinatarajiwa pamoja na vipindi vya ngurumo za radi. Mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua katika siku 4 zinazokuja, halikadhalika pamoja na mkoa wa Arusha ambapo vipindi vya mvua navyo vinatarajiwa. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.